unatamani kujua au unataka kujua nguvu ya ulinzi wa Mungu kwa kila mtu ambaye amempokea Yesu, kwa kila mtu ambaye anamtumikia Mungu, ni hii hapa, mtu wa Mungu, kupitia kitabu cha Ayubu sura ya kwanza. Naomba nikupeleke kwenye mstari wa 9 na wa 10. Tuangalie kwa ufupi hapo. Biblia inasema kwamba ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Mstari wa 10, wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi ya mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Kwa hiyo unaona hapa kwamba kumbe mtu yote ambaye anamtumikia Mungu analindwa kama Ayubu. Yaani mtu yote ambaye anamcha Bwana analindwa kama Ayubu. Ulinzi unakuwa kwanza juu yake yeye mwenyewe. Ulinzi unakuwa juu ya watu wa nyumba yake. Ulinzi hauishii hapo tu kwenye nyumba yake, unaenda mpaka kwenye vitu vyake vyote. Maana yake ni kwamba hata kuku wako wako salama, ng'ombe wako wako salama, kazi yako, biashara zako viko salama, as long as unamcha Bwana kwa uaminifu kabisa. Una uhakika kwamba ulinzi ambao Mungu ameuweka juu yako, shetani hawezi kuugusa. Hawezi kukugusa shetani kwa sababu ya ulinzi mkuu wa Mungu. Kwa hiyo sasa swali la msingi hapa la kujiuliza, kama shetani mwenyewe hawezi kukugusa wewe ambao umempokea Yesu Kristo, je, wachawi, waganga, mapepo, majini yatawezaje kukugusa? Kwa hiyo utagundua kwamba ni hofu na mashaka yako tu ambavyo vinafungua mlango wa adui au wachawi na mapepo kukutesa. Lakini ukiondoa hofu, ukamruhusu Mungu na ujasiri wa kimungu ukae ndani yako, hakuna mchawi, mapepo, majini wala takataka yoyote ile ya kuweza kukugusa, kwa sababu ulinzi wa Mungu ni mkuu zaidi ya ulinzi wa waganga, wachawi, hirizi na ulinzi wote ule wa kishetani. Ulinzi wa Mungu uko juu zaidi ya kila kitu. Kwa hiyo amini kuanzia sasa kwamba unalindwa kwa ulinzi wa ajabu ambao hakuna adui anaweza kukugusa. Umebarikiwa sana.